Kiwango cha utoaji wa mbegu zako za kiume pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa huwa kinategemeana sana na utulivu wa ubongo wako wakati wa tendo. Unapokuwa una msongo wa mawazo, una hofu, una uoga, una wasiwasi, haujiamini kiujumla, kuna uwezekano mkubwa sana ukatoa mbegu chache pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Lakini pia hali hii inaweza ikatokea kutokana na kufanya masturbation mara kwa mara. Ukiwa na tabia ya kufanya masturbation mara kwa mara, kuna uwezekano mkubwa wa changamoto ya kutoa mbegu chache pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa ikatokea. Vile vile changamoto hii inaweza ikatokea kutokana na aina ya vyakula ambavyo umekuwa ukila kila siku. Ikiwa kama ni mtumiaji wa vyakula vya mafuta mengi, vyakula vya sukari nyingi, kuna uwezekano mkubwa sana wa changamoto hii kutokea. Lakini bado hali hii inaweza ikatokea kutokana na mazingira ambayo unashiriki tendo la ndoa. Ikiwa kama mwanamke wako hatoi support ya kutosha, hali ambayo ikupelekee wewe kusisimka vya kutosha, kuna uwezekano wa kutoa mbegu chache au usitoe kabisa wakati unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Okay? Lakini hii changamoto inaweza ikasababishwa pia na low sperm count, maana unazalisha mbegu chache. Hali hii pia inaweza kusababisha changamoto hii ikatokea. Sasa ili kuongeza kiwango cha utoaji wa mbegu za kiume pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa, jambo la kwanza unatakiwa uzingatie sana kutumia vyakula bora. Vyakula gani? Hapa utumie karanga mbichi mara kwa mara, tumia tende, maziwa, okay? Lakini pia utumie korosho, utumie matunda kama vile ndizi, parachichi na tikiti maji. Alafu zingatia sana kufanya mazoezi. Mazoezi yanasaidia kuongeza uzalishaji mwingi wa homoni ya testosterone, hali ambayo inasababisha kiwango cha uzalishaji wa mbegu za kiume kiongezeka automatic, hali ambayo inasababisha wakati unaposhiriki tendo utoe mbegu nyingi. Lakini pia zingatia sana muda wa kulala. Muda wa kulala unasupport kwa kiwango kikubwa mbegu za kiume kuongezeka. Kivipi? Unapolala muda wa kutosha inasaidia homoni ya testosterone kuzalishwa kwa kiwango kikubwa, hali ambayo inasababisha mbegu zako za kiume zizalishwe kwa wingi wakati unaposhiriki tendo la ndoa utoe mbegu nyingi vile vile. Alafu jambo lingine ni kutuliza ubongo wako pindi unaposhiriki tendo. Hivi ni vitu ambavyo kwa ufupi vitakusaidia sana kuongeza uwezo wa kutoa mbegu pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Fanya haya yote kwa mwendelezo, nina hakika yatakusaidia. Ikiwa ngumu, basi utachukua namba kwenye bio. Popote ulipo nitakusaidia. Karibu, nikutakia wakati mwema.